Wakati Israeli ikiendeleza operesheni zake huko katika ukanda wa Gaza, hususan katika jiji la Gaza City, ikiendelea kuua raia wasiokuwa na hatia, lakini pia ikiendeleza ubabe wa kufukuza raia katika eneo hilo la Gaza City, Yemen imeanzisha operesheni zingine kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani, wakisema kwamba wamerusha ndege zao zisizokuwa na rubani na kushambulia maeneo yote ya Israel yanayokaliwa kwa mabavu. Wakati Israel inaendeleza operesheni zake huko katika ukanda wa Gaza, Wahouthi wa Yemen wameendeleza operesheni zao pia. Ni wakati ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ametembelea nchini Israel, huku Wahouthi wa Yemen wakianzisha operation kwa kutumia ndege zisizokuwa na rubani, wakisema kwamba operesheni hizo zimefanikiwa. Brigedia Jenerali Yahya Saree, msemaji wa jeshi la Yemen, ametangaza operesheni iliyofaulu ya ndege zisizokuwa na rubani kulenga maeneo mawili kusini mwa Israel saa chache zilizopita. Wakati vita vya mauaji ya kimbari ya Israel dhidi ya Gaza vilivyoanza mnamo Oktoba mwaka 2023 vikizidi kupamba moto, vikosi vya Wahouthi wa Yemen ama Ansarullah vimelenga maeneo mawili katika Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Alichosema Yahya Saree, msemaji wa jeshi la Yemen, ni kwamba operesheni hiyo ilihusisha ndege 4 zisizokuwa na rubani. 3 kati yao ziligonga uwanja wa ndege wa Ramon huko Eilat al-Rashaj na moja ikagonga shabaha ya kijeshi huko Negev. Ilifanikiwa, na hii ni kwa ajili ya mshikamano na Wapalestina na kulipiza kisasi kwa mauaji ya halaiki na njaa ya Israel huko katika ukanda wa Gaza. Vikosi vya jeshi vya Yemen vimetangaza operesheni zitaendelea hadi uchokozi utakapokoma na kuzingirwa kwa Gaza kuondolewa, na kwamba jeshi hilo limesema zaidi kwamba lipo tayari kufanya mashambulizi makubwa zaidi katika nchi ya Israel hadi pale ambapo Israel itaamua kuachana na mpango wake wa kufanya mashambulizi na kuwaua raia wasiokuwa na hatia. Taarifa zaidi ni kwamba wiki iliyopita msemaji huyo wa wanajeshi wa Yemen alitangaza kwamba Yemen ilifanya operesheni maalum na madhubuti kulenga uwanja wa ndege wa Lod katika eneo linalokaliwa kwa mabavu la Jaffa ili kujibu moja kwa moja vitendo vya jinai vya utawala wa Israel dhidi ya watu wa Palestina. Wapiganaji hao wa Kihouthi wameazimia kukabiliana na uvamizi wa Israel na kuunga mkono watu wanaodhulumiwa huko Gaza kwa kutumia kombora la ballistic la hypersonic la Palestine 2. Yemen ilionyesha uwezo wake wa kijeshi unaokuwa katika kuunga mkono harakati za upinzani. Yahya Saree alisisitiza kwamba operesheni hizo zinafanikiwa kikamilifu na kusababisha hofu miongoni mwa mamilioni ya Wazayuni wanaokalia kwa mabavu na kusitisha kabisa shughuli zao katika uwanja wa ndege wa Lod. Na alionya mataifa ya Kiarabu na Kiislamu kwamba iwapo adui mhalifu wa Israel atafanikiwa kutekeleza mipango yake huko Gaza, mapema au baadaye itakuwa ni zamu yao. Na hata hivyo ametolea mfano wa kile ambacho kimetokea huko Qatar baada ya shambulizi la Doha na kuwa karibia watu 6. Shambulizi hili linaashiria umuhimu katika uwezo wa kijeshi wa mbele wa Wahouthi wa Yemen na kuonyesha kwamba mapatano hayako Gaza pekee, bali yanapanuka na kuongezeka kwa ustadi wa kiufundi na kiutendaji. Ujumbe wa Yemen kwa mataifa ya Kiarabu na Kiislamu ni wito wa umoja na upinzani endelevu dhidi ya ukandamizaji na uchokozi unaofanywa na Israel pamoja na Marekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.